Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network. Na leo tena upo nami Baraka Tosi, na tupo katika somo la mwisho kabisa, somo la 13 ambalo lina kichwa kinachosema kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 18, nalo limeandikwa, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wasizi kujihudhurisha mbele zako. Fungua akili zetu tunapoingia katika kuchunguza kweli hizi katika mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Tusaidie tuelewe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Paulo alifanya kazi na watu mbalimbali, kuanzia wakubwa, wadogo, wengi alifanya nao, lakini wote aliofanya nao walikuwa ni wale ambao wamejitoa kikamilifu katika kazi ya Mungu. Na mwishoni mwa barua yake kwa Wakolosai anatoa salamu akiwashukuru watu wadogo na wakubwa ambao wameshiriki katika kazi yake ya Injili. Na hapa tunaona anayataja makundi ya watu mbalimbali, kuanzia waliokuwa wametairiwa, ambao walikuwa hawajatairiwa, lakini ambao walikuwa ni viongozi wa kanisa, ambao walikuwa sio viongozi wa kanisa, marafiki, wajumbe mbalimbali. Na hayo ndiyo ambayo tunaenda kuyaangalia vizuri kabisa katika juma hili. Na hapa tutaangazia kuona namna gani Paulo anathamini michango ya wale wote ambao walishiriki katika kazi ambayo alikuwa akifanya kule Kolosai na sehemu zingine ambazo alipita. Na hapa tutakuwa na mada kadhaa. Tutaangalia wajumbe, ambapo hapa tutawaona akina Tikiko na Onesmo, lakini pia tutaangalia wale waliokuwa wametairiwa, na pia tutaangalia waliokuwa wakufunzi, pia tutaangalia wapendwa wa ulimwengu, wale walioamua kuupenda ulimwengu, lakini mwishoni kabisa tutaangalia viongozi wa kanisa. Na tukianza na wajumbe, hapa tunakutana na watu wawili, na mtu wa kwanza ambaye anaitwa Tukiko na mtu mwingine wa pili anaitwa Onesmo. Ukisoma katika kitabu cha Wakolosai 4 fungu la 7 hadi la 9, nitatumia Kiswahili cha kisasa, imeandikwa, Tukiko atawaambia habari zangu zote. Yeye ni ndugu mpendwa, mtumishi mwaminifu na mtumishi mwenzake katika Bwana. Anakuja pamoja na Onesmo, ndugu yetu mwaminifu na mpendwa, ambaye ni mmoja wenu. Watakuambia kila kitu kinachotokea hapa. Huyu Tukiko, ambaye jina lake linamaanisha mwenye bahati, aliongozana na Paulo katika safari zake kadhaa, na hasa katika safari yake ya 3 ambayo ilikuwa ni ya kimishonari, na aliandamana naye pia Paulo wakati wa kupeleka sadaka Yerusalemu. Huyu Tukiko alimsaidia Paulo huko Rumi, na alimsaidia kupeleka barua kwa Wakolosai, lakini pia na kwa Waefeso. Na wakati ambapo Paulo alikuwa amefungwa kule Efeso, huyu Tikiko alitumwa kama mchungaji aende akawafundishe na akawasimamie watu kule Efeso. Onesmo ni mtu mwingine ambaye anatajwa hapa kama mjumbe. Huyu alikuwa ameongoka wakati ambapo Paulo alienda kuwafundisha. Na baada ya kuongoka, huyu Onesmo akamkimbia bwana wake, akamfuata Paulo ili waende wakaendeleze Injili. Lakini Paulo alimsihi amrudie bwana wake, na akaandika waraka mrefu wa kumpelekea bwana wake Onesmo, ili kwamba aweze kukubali kumpokea huyu Onesmo. Na akamsihi bwana wake Filemon ya kwamba amtendee kwa uzuri na asije akamtesa huyu Onesmo kwa sababu ya kile ambacho amekifanya. Sasa hebu tuangalie wale ambao walikuwa wakutairiwa. Tunaposoma katika kitabu cha Wakolosai 4 fungu la 11, imeandikwa, hawa ni wafanyakazi wenzangu tu kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ambao ni wakutairiwa, wameonekana kuwa faraja kwangu.
Na hapa kuna watu watatu. Mtu wa kwanza kabisa ni Marko, lakini kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Yesu, ambaye alikuwa na jina la utani ambalo aliitwa Yusto, na mtu mwingine wa tatu alikuwa anaitwa Aristarko. Tukianza na huyu Aristarko, huyu yeye alikuwa ni mwenyeji wa Thessalonike, na huyu alikuwa na shida wakati ghasia zilipotokea kule Efeso, na aliongozana na Paulo katika kupeleka matoleo kule Yerusalemu. Lakini pia alifungwa gerezani pamoja na Paulo wakati akiwa Rumi. Kiasi gani huyu mtu alikuwa amejitoa kikamilifu kwa ajili ya kazi ya Injili, hata kukubali kuingia gerezani kwa ajili ya kazi ya Injili. Mtu mwingine ni Marko. Huyu alikuwa ni mpwa, lakini pia alikuwa ni rafiki wa karibu kabisa wa Paulo, na Paulo hakumchukua wakati wa safari yake ya pili kwa sababu alimkataa. Lakini kwa wakati wote aliandamana na huyu mjomba wake na akawa mtumishi mzuri kabisa. Na huyu Marko ndiye aliyeandika kitabu cha Marko. Lakini mtu wa mwisho alikuwa anaitwa Yusto au Yesu. Huyu alifahamika kama Myahudi na alikuwa na jina la utani ambalo aliitwa Yusto. Paulo alikutana na changamoto kubwa, na ilikuwa ni kubomoa zile kaida na mawazo ambayo yalikuwepo kwa wanafunzi ya kwamba hawatakiwi kufanya kazi na mtu ambaye hajatahiriwa. Alipambana na kushinda katika mtazamo au kaida hizi za kidini ambazo zote zilikuwa zimeshatimilizwa na hazina maana tena. Sasa kuna mtu mwingine ambaye yeye alihesabiwa kama mkufunzi, na huyu alikuwa ni Epafra. Na unaposoma katika kitabu cha Wakolosai 4 fungu la 12 imeandikwa, Epafra mmoja wenu, mtumwa wa Kristo, anawasalimu akifanya kazi kwa bidii daima kwa ajili yenu katika sala, ili msimame mkamilifu na kamili katika mapenzi yote ya Mungu. Epafra alisaidia kueneza Injili kule katika maeneo ya Kolosai, Hiapoli, lakini pia Laodikia, na haya yalikuwa ni makanisa ambayo aliyapenda sana na alitamani sana kufanya kazi na Paulo kwa nguvu zote, na ndivyo alivyofanya. Na Paulo akiwaeleza Wakolosai wakati huu akina Epafra, anawaeleza kwanza wanatakiwa wasimame imara, yani lazima wabaki bila kuhamishwa mawazo yao. Lakini jambo lingine, wajitosheleze, yani na wajazwe yote ambayo wanatakiwa wayapate kutoka kwa Mungu, kwa kupitia kujifunza neno la Mungu, lakini kwa kupitia mafundisho ambayo wamekuwa wakifundishwa na hawa wakina Epafra. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kwamba wawe wakamilifu, yani na wawe wakamilifu kwa ukamilifu ambao haupatikani kwa fikra zao wenyewe, lakini unapatikana kwa kujifunza neno la Mungu, kwa kuwa wadadisi wa neno la Mungu, kwa kujikita katika kujifunza neno la Mungu. Na watu wengine ni wawili hapa ambao wamejumuisha katika mpendwa na wa ulimwengu. Mpendwa ni Luka, lakini kulikuwa na mtu ambaye anaitwa wa ulimwengu ambaye anaitwa Dama. Huyu Luka ndiye yule mwandishi wa kitabu cha Luka ambaye alikuwa daktari kwa taaluma, na huyu alijikita sana kubaki na Paulo na kufanya kazi naye kwa nguvu zote. Na huyu anamweleza kama mtu ambaye anamfahamu vizuri Paulo, kwa sababu ndiye anayeandika kitabu cha Luka, lakini pia anayeandika kitabu cha Matendo. Anaeleza wasifu vizuri kabisa, yani profile ya huyu Paulo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa karibu sana ambaye alikuwa ni mpendwa wa Paulo, na hakujali kazi aliyokuwa nayo, alijikita pia kueneza Injili. Lakini kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Dama, ambaye ni mfano wa watu wote ambao wanaanza kazi ya Mungu lakini wanaacha kazi ya Mungu, wanaendelea na mambo mengine ya kidunia, ambaye alishirikiana na Paulo na akafanya kazi na Paulo wakati alipokuwa mara ya kwanza kule Rumi. Lakini baadaye Paulo anaeleza ya kwamba aliachana na Injili, akaona apende zaidi mambo ya dunia.
ndivyo ambavyo wengi tunakuwa. Tunafanya kazi ya Mungu kidogo, lakini baadaye tunaacha, tunaendelea na mambo ya kidunia. Kundi la mwisho ni viongozi wa kanisa, na hapa huyu Paulo anawaeleza watu wawili ambao wanafahamika sana katika kitabu hiki cha Wakolosai. Mtu wa kwanza anaitwa Nimfa na mtu mwingine anaitwa Arkipo. Huyu Nimfa aliongoza kanisa katika mji wa Laodikia, lakini wanazuoni wamekuwa wakipambana kujua ya kwamba huyu je, alikuwa ni mwanaume au alikuwa ni mwanamke, na wengine wamekuwa wakifikia mwafaka wa kusema huyu alikuwa ni mwanamke. Na ni kwa nini wanasema hivyo? Ni kwa sababu ya baadhi ya mambo ambayo yanaelezwa juu yake. Kwa mfano, wanapoelezea kuhusu nyumba yake au familia yake, maandishi mengine yanasema alikuwa na nyumba yake, wengine wanasema nyumba yao, lakini wengine wanasema nyumba yake, wengine wengi wanasema nyumba yake. Kwa hiyo inachanganya, kwa sababu akisema nyumba yao huenda wanamaanisha labda ni mke ambaye alikuwa na mume wake, lakini akisema nyumba yake wanamaanisha huenda ni mume ambaye alikuwa na familia hivyo. Kwa hiyo huyo ndio anaitwa Nimfa, lakini kuna mwingine alikuwa anaitwa Arkipo. Huyu alikuwa ni mtoto wa Philemon, na tunamuona Paulo sehemu fulani anamsia kwamba inampendeza sana kuendelea kufanya kazi kama shemasi, kama mchungaji, lakini pia kama mzee wa kanisa, kwa sababu kazi yake ilikuwa ni kazi nzuri iliyotukuka ambayo ilikuwa inapendeza. Kwa hiyo Paulo anawasihi hata viongozi kwamba kazi ya Mungu wanapoendelea kuifanya wanatakiwa wasiache, waifanye kwa moyo, na wasio viongozi tu kwa sababu ya viongozi kwa ajili ya cheo, bali wafanye kazi kama hawa watu wawili ambao walifanya naye kazi usiku na mchana, wakihakikisha kwamba kanisa la Laodikia kule linasimama, lakini huyu mwingine Arkipo katika kanisa la Kolosai kwamba linasimama vizuri. Kuna nukuu hapa ambayo natamani niisome hapa mwishoni, ambayo inatoka katika kitabu cha Ellen G. White, Christ Triumphant. Imeandikwa, utumishi kwa ajili ya Mungu unahitaji kiumbe chote: moyo, akili, roho na nguvu. Bila kujizuia, tunapaswa kujitoa kwa Mungu ili tuweze kubeba mfano wa mbinguni badala ya mfano wa kidunia. Lazima kuwe na uhuishaji wa hisia ili akili iweze kuamka kikamilifu kwa kazi ya kufanywa kwa tabaka zote na juu ya nchi, za juu na za chini, matajiri na maskini, wasomi na wajinga. Tunapaswa kufunua upole uliooneshwa na mchungaji mkuu tunapokusanya wana kondoo mikononi mwake na kulilinda kwa uangalifu kundi lake kutokana na madhara na kuliongoza katika njia salama. Wafuasi wa Kristo wanapaswa kuonyesha upole na huruma yake, na lazima pia waonyeshe hamu yake ya kutoa ukweli unaomaanisha uzima wa milele wa mpokeaji. Hiki ndicho ambacho mjumbe wa Mungu anasema kupitia hiki kitabu. Leo hii Mungu anahitaji watu ambao watasimama na kufanya kazi yake, kazi pamoja naye kwa nguvu zao zote. Je, unaweza ukajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu kama hawa mashahidi wengi ambao Paulo anawashuhudia ya kwamba walifanya kazi naye kwa nguvu zote? Amua leo kuwa mmoja kati ya hawa. Mungu akubariki sana. Basi tunapofunga, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Tumejifunza juu ya mambo kadha wa kadha ambayo yanatusii kufanya kazi yako kwa nguvu ili maisha yetu yawe ushahidi kwa watu wengine. Tunaamini utatusaidia na utaendelea kuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Amina. Basi Mungu akubariki sana. Asante.